Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Ujambo, leo ni Jumatatu Julai 13 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mamlaka katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, zaanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa uliosababisha vifo vya watu wasiopungua 27. Zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao kutoka Afrika Kusini tangu ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki 5 zilizopita. Na ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan kuhusu uchaguzi yaonyesha kwamba Kenya ina viashiria vya ghasia na mivutano ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kuna mambo ambayo yanafanyika nchini yanaweza kuwa yanatuonyesha kwamba pengine tutakapofika uchaguzi wa 2027 Kenya itakuwa na vurugu. Tayari tulianza kuona vurugu kuanzia mwaka uliopita, tukiona vijana ambao wanatoka nje wanakuja na vifaa vya vita. Na awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu. Shukran Skola. Mamlaka katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, zimeanza uchunguzi kubaini chanzo cha moto mkubwa ulioteketeza baa moja mjini humo na kuwa watu wasiopungua 27. Watu 63 walijeruhiwa huku 22 wakiwa katika hali mahututi. Moto huo sasa umezimwa. Picha za video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu, baadhi yao wakiwa na nguo zinazowaka moto, wakikimbilia barabarani huku miale ya moto ikitoka kwa nguvu kupitia mlango wa baa hiyo. Gavana wa Bangkok, Chadchat Sitipant, aliwaambia waandishi wa habari kuwa moto huo ulienea kwa haraka sana na kufika hadi kwenye dari, huku akisema moshi huenda ndio uliosababisha vifo vya watu wengi. Amesema baadhi ya waathiriwa walikuwa karibu na mlango wa dharura, lakini mamlaka zinaamini huenda ulikuwa umezibwa na hivyo kuwazuia kutoroka. Mapema alipotembelea eneo la tukio, waziri mkuu wa Thailand, Anutin Charnvirakul, alisema wanamuziki walieleza waliona moshi ukitoka kwenye kisanduku cha umeme karibu na jukwaa kabla ya umeme kukatika na kisha kutokea mlipuko. Jeshi la Marekani limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikitoa taarifa zinazokinzana kuhusu iwapo mlango wa bahari wa Hormuz uko wazi. Zaidi na Florian Kaijage. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema operesheni hiyo inalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara zinazopita katika njia hiyo muhimu ya baharini. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema milipuko imesikika katika maeneo ya majimbo ya Bushehr na Hormozgan kusini mwa nchi hiyo. Iran imesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yamefanya juhudi za hivi karibuni za kidiplomasia za kutatua mzozo huo kuwa bure. Mapema Iran ilisema ilikuwa imeufunga mlango bahari wa Hormuz hadi itakapotoa taarifa nyingine, lakini Marekani inasisitiza kuwa shughuli za usafirishaji zinaendelea katika njia hiyo muhimu ya meli. Utafiti mmoja unasema zaidi ya watu 2,700 walifariki kutokana na sababu zinazohusiana na joto kali nchini Uingereza na Wales wakati wa mawimbi ya joto yaliyoshuhudiwa mwezi Mei na Juni. Watafiti kutoka chuo cha Imperial College London, idara ya hali ya hewa ya Uingereza na shule kuu ya London ya usafi na tiba ya kitropiki wanasema ongezeko la joto lililosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na shughuli za binadamu lilichangia kwa kiasi kikubwa idadi hiyo ya vifo. Vifo vingi, watu 2,200, vilitokea wakati wa kipindi cha pili cha joto kali mwezi Juni, ambapo kiwango cha juu cha nyuzi joto 37.7 za Celsius kilirekodiwa. Na Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa au kurejeshwa makwao tangu ilipoanzisha kampeni yake inayoita ya usimamizi wa uhamiaji wiki 5 zilizopita. Maafisa wanasema wengi wao walitoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine zaidi wakiendelea kushughulikiwa katika vituo vya muda vya kuwarejesha makwao. Afrika Kusini inaendesha moja ya misako yake mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na vibali katika miaka ya hivi karibuni, kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga uhamiaji. Baadhi ya maandamano hayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewasafirisha raia wao kurejea nyumbani katika wiki za hivi karibuni. Hii ni BBC.
Mwenzangu Victor Kenani amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC na hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa visiwani Zanzibar tusikiliza kupitia Zenj FM, nchini Tanzania Budi FM, CGFM, nchini Kenya Must FM, Gulf Radio na Mwenedu FM, Uganda Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1, internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji ukijia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Kadhalika pia na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Watu 63 wamejeruhiwa huku 22 wakiwa wajulikani walipo na wapo katika hali mahututi kutokana na moto ambao umesababisha vifo vya watu 27 katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakikimbilia barabarani huku baadhi yao wakiwa wanawaka moto. Zaidi na Victor Kenani. Video zilizochapishwa kwenye mtandao wa X zinaonyesha miale ya moto ikilipuka kutoka ndani ya baa hiyo huku watu wakikimbia nje, baadhi wakipiga mayowe na wengine wakianguka. Watu wasiopungua 2 wanaonekana wakiungua kwa moto. Waziri Mkuu Anutin Chanvirakul aliwaambia waandishi wa habari katika eneo la tukio kuwa miili 27 imepatikana huku wengine wakipelekwa hospitalini. Chanzo cha moto huo bado kinachunguzwa. Mambo yalitokea haraka sana. Kulikuwa na mlipuko na kila mtu alijaribu kukimbia ili kujinusuru kutokana na moshi na miale ya moto. Waziri mkuu huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba alimuuliza mwanamuziki aliyekuwa akitumbuiza wakati moto ulipoanza kuhusu kilichotokea. Baa hiyo inayojulikana kwa jina la Rong Bia na Lat Frau iko katika wilaya ya Chatuchak mjini Bangkok. Ni mgahawa na ukumbi maarufu wa burudani katika eneo hilo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Daily News. Inaripotiwa kuwa wazima moto waliweza kuudhibiti moto huo ndani ya takriban nusu saa. Picha zilizopigwa ndani ya baa hiyo baada ya moto kuzimwa zinaonyesha ikiwa imeteketea kabisa na kuwa nyeusi kwa moshi, huku sehemu za dari zikiwa zimeanza kung'oka. Watu kadhaa bado hawajulikani walipo, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Thailand Thairat. Wazima moto walifika eneo la tukio muda mfupi baada ya saa 6 usiku, baada ya dereva aliyekuwa akipita kuripotiwa kuona ukumbi huo ukiwaka moto saa 11:30 jioni saa za huko. Aliambia shirika la habari la Daily News kwamba aliruka kutoka kwenye gari lake na kuvunja madirisha ili kuwasaidia watu 2 kutoroka. Hii ni mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika maeneo ya burudani nchini Thailand katika miaka ya hivi karibuni, na imefufua tena maswali kuhusu viwango vya usalama wa moto katika maeneo ya burudani ya usiku kote nchini. Maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku uchunguzi ukiendelea na waathiriwa wakitambuliwa rasmi. Ni taarifa ya Victor Kenani. Afrika Kusini imesema zaidi ya raia wa kigeni 53,000 wamefukuzwa ama kurejeshwa katika nchi zao tangu ilipoanzisha kile ilichokiita operesheni ya kusimamia uhamiaji wiki 5 zilizopita. Maafisa wanasema wengi waliorejeshwa wanatoka Malawi, Zimbabwe na Msumbiji, huku wengine wakiendelea kushikiliwa katika vituo vya muda vya kurejeshwa wakisubiri kukamilika kwa taratibu zao. Florian Kaijagi huyu hapana maelezo zaidi. Afrika Kusini inatekeleza moja ya misako mikubwa zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na nyaraka za kuishi nchini humo kwa miaka mingi, kufuatia majuma kadhaa ya maandamano ya kupinga uhamiaji ambayo yameshuhudia vurugu, vitisho na uporaji. Waandamanaji wamekuwa wakidai udhibiti mkali wa mipaka na kufukuzwa kwa watu wengi, wakiwashutumu wahamiaji kwa kuchangia ukosefu mkubwa wa ajira, kuongezeka kwa viwango vya uhalifu na kuporomoka kwa huduma za umma. Umoja wa Mataifa umeonya dhidi ya kuwatumia wahamiaji kama kisingizio cha changamoto za kijamii na kiuchumi za Afrika Kusini. Wanaharakati wa kupinga wahamiaji wametishia kufanya maandamano ya kila wiki ili kuishinikiza serikali hadi madai yao yatakapotimizwa, na kuna hofu kwamba maandamano yanaweza kuwa ya vurugu. Waandamanaji walikuwa wameweka tarehe ya mwisho isiyo rasmi ya Juni 30 kwa wahamiaji wote wasio na vibali kuondoka nchini humo na kusababisha wageni wengi kuondoka ili kuepuka vurugu na vitisho. Nchi kadhaa zikiwemo Ghana, Nigeria, Uganda na Kenya zimewarudisha raia wao nyumbani katika majuma ya hivi karibuni. Rais wa Afrika
Kusini Cyril Ramaphosa amekiri kuwepo wasiwasi wa umma kuhusu uhamiaji, lakini amelaani mashambulizi dhidi ya wahamiaji, akiwaonya raia dhidi ya kujichukulia sheria mkononi. Afrika Kusini ni taifa tajiri zaidi barani Afrika na kwa muda mrefu imekuwa ikiwavutia wahamiaji wanaotafuta fursa bora za kiuchumi ambao baadhi yao huingia kinyume cha sheria. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Takwimu rasmi za serikali nchini Uganda zinaonyesha kuwa watu 16 wamefariki katika wiki za hivi karibuni kutokana na njaa iliyosababishwa na ukame uliodumu tangu Aprili mwaka huu, huku wakulima wakilalamikia kukosekana kwa mvua. Wataalamu wanatahadharisha kuwa hali hii inazidi kuwa tishio kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji miti na uharibifu wa mazingira. Awali nimezungumza na mmoja wa wakulima kutoka Bukedea, Zuhura Muhammad, ili kufahamu hali ilivyo huko vijijini na jinsi wakulima wanavyokabiliana na janga hilo. Kuna ukame, jua imekuwa ikiwaka kwa muda mrefu sasa, na watu walikuwa wanatarajia labda mvua itanyesha msimu wa pili, lakini haijaanza mpaka sasa hivi. Na tunaona yani kumekuwa na hali ya njaa, mavuno pia imekuwa ni kidogo katika msimu wa kwanza. Kwa hiyo imeathiri watu, ndio maana yani kumekuwa na kipindi hicho, yani watu wamekabiliwa na njaa. Wakati huu labda tunapozungumza, unaweza ukatufahamisha Bukedea hapo hali iko vipi? Kitu gani cha tofauti ambacho hamjakizoea upatikanaji wa chakula? Kama mataifa mengine ya Afrika Mashariki, Uganda pia inategemea sana ukulima. Watu ni wakulima, wengine wanalima chakula cha familia, wengine wa kuuza, lakini bei ya bidhaa kwa sasa hivi huwa tunatarajia yani kuwe ya chini. Watu wamevuna, lakini mavuno imekuwa kidogo kwa sababu ya ukame na hali ya kiangazi. Na pengine serikali inashirikiana na nyinyi katika namna yoyote ile, ama imeshachukua hatua zozote zile? Tuna wizara ya kukabiliana na majanga. Washaamka, wanafikiri wameenda katika maeneo yale ambayo yamekabiliwa sana na ukame, kama maeneo ya Karamoja ambayo ni maeneo ya jangwa. Lakini huku kwetu hali si mbaya sana, lakini si kama ya kawaida. Nafikiri ni kwa sababu ya kubadilika kwa hali ya anga na pia tabia nchi. Kama ulivyozungumza, ni kwamba na tunaona pia maeneo mengi sasa hivi yanakumbwa sana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Zuhura, wewe pia ni mkulima. Wewe kama mkulima unadhani mabadiliko haya yamewathiri kwa kiasi gani, na je, kuna mbinu zozote mbadala zinazowasaidia kuendelea na kilimo? Tunaathirika kama tu mataifa mengine ya dunia na hata maeneo mengine ya taifa. Watu wanajaribu ile kunyunyizia kiasi, na pia yani wakulima wameanzisha zile vyama vya ushirika katika viwango vya vijiji. Sasa wao wanasaidiana katika hivi vyama, labda